Karibu mpendwa msikizaji wa Radio Maria Tanzania, Radio Mbiu sauti ya faraja Kagera. Katika kipindi hiki cha familia ni nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminari kuu ya Segerea, na leo upo nami Frateri Inyasi, muondezi wa Jimbo Katoliki Bukoba. Na mada yetu ya leo ni baba anayenyanyasika katika familia afanye nini? Mada yetu ya leo, baba anayenyanyasika katika familia afanye nini? Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Ndugu msikilizaji, tuanze kuichambua mada yetu ya leo. Na tunaanza moja kwa moja kwa kuangalia maana ya unyanyasaji. Unyanyasaji, au kwa kitaalamu zaidi au kwa lugha ya Kiingereza abuse, ni hali au kitendo cha kutumia nguvu, mamlaka au ila ili kumtesa au kumweka mtu katika hali isiyo salama au isiyo na heshima. Naomba nirudie. Unyanyasaji ni hali au kitendo cha kutumia nguvu, mamlaka au ila ili kumtesa au kumweka mtu katika hali isiyo salama au isiyo na heshima. Sasa baada ya kuona maana ya unyanyasaji, tuone maana ya unyanyasaji katika familia. Unyanyasaji katika familia ni hali ya kutumia nguvu, uwezo, mamlaka au ila ili kumtesa au kumweka mwanafamilia katika hali isiyo salama au isiyo na heshima. Kiufupi, ni hali au vitendo vyovyote vya udhalimu, uonevu au ukatili unaofanywa dhidi ya mwanafamilia. Mfano, baba kunyanyaswa na mke wake, au baba anaweza kanyanyaswa na watoto wake, au baba anaweza kunyanyaswa na familia wengine anaoishi nao. Hali hii ya baba kunyanyasika inatambulika kama sehemu ya unyanyasaji wa nyumbani au domestic abuse. Ndugu msikizaji, sasa tuone namna baba anavyonyanyasika katika familia. Unyanyasaji wa baba katika familia umegawanyika katika makundi yafuatayo. Kwanza, unyanyasaji wa kisaikolojia au kiakili. Hii ndiyo aina ya kawaida ambapo baba ananyanyaswa kutokana na mtazamo wa jamii kwamba mwanaume hawezi kupigwa au kunyanyaswa. Unyanyasaji huu husababisha maumivu ya kihisia na kiakili. Mfano, mke kumkosoa au kumdhalilisha mumewe mara kwa mara mbele ya watoto au mbele ya wageni au mbele ya wazazi wake, ndugu au watu wengine. Kwa mfano, wageni wanaweza wakawepo hapo, wakaja kuwatembelea kama familia. Sasa mke labda mama fulani utasikia anasema, "Baba John, hebu leta chai huko ndani." Sasa kiukweli mbele ya wageni, yani itaonekana ni udhalilishaji. Baba sawa anaweza akachukulia kawaida, lakini kiukweli kwa ile kawaida ni unyanyasaji. Mfano, jinsi anavyoonekana, pia anaweza kumdhalilisha jinsi anavyoonekana au anavyofanya kazi kwa kumuona hafai, hasa kwa kumlinganisha na wanaume wengine. Labda baba, chukulia mfano baba John, ana rafiki yake anaitwa labda baba Agnes. Wote ni wachezaji mpira.
Sasa wakati wanaangalia mpira labda kwenye runinga, unaweza ukasikia mke wake anasema, huyu mchezaji anacheza kama baba Agnes. Sasa baba John atakachokifikiria, kama ina maana mimi sijui kucheza mpira, huyu kwa nini anampa nguvu huyu baba Agnes? Kwa hiyo hii tayari itamuumiza kisaikolojia na kiakili. Pia mke anaweza kumtisha mumewe kuwa ataondoka na watoto au kumnyima fursa ya kuwaona ili kumlazimisha afanye anachotaka. Baba kuwekewa masharti magumu na yasiyo na maana, mfano kutengwa na marafiki, familia, wafanyakazi wenzake au shughuli za kijamii. Mke anaweza kumwambia baba, huyu rafiki wako wa kazini, mbona mnakaa muda mrefu mnaongea sana? Mimi sitaki ukae naye, sitaki uongee naye. Kwa hiyo tayari kutakuwa ni unyanyasaji kwa baba. Kundi lingine au aina nyingine ya unyanyasaji wa baba katika familia ni unyanyasaji wa kimwili. Huu ni unyanyasaji unaosababisha maumivu au majeraha ya kimwili. Mfano, baba kusukumwa, kupigwa na mke au watoto wake, au kuzuiliwa kupata chakula, kinywaji, dawa, usingizi na kadhalika. Hii ndugu msikilizaji, hii ni kawaida kwa sasa, kwa hali ya kawaida. Baba wengi anaweza akawa ananyimwa hata chakula kisa hajaleta matumizi au hajaacha matumizi. Hii husababisha baba kuhofia kurejea nyumbani mapema pale anapopata nafasi ya kutoka out kidogo au kujitenga ghafla na familia. Anajua nikiwahi kurudi nyumbani, naenda labda kupata kipigo. Aina nyingine ya unyanyasaji ni unyanyasaji wa kiuchumi. Huu ni unyanyasaji wa kutumia pesa au rasilimali kumdhibiti baba. Mfano, kumlazimisha kutoa kiasi kikubwa cha pesa kwa mahitaji yasiyo ya lazima kama njia ya kumkandamiza. Pia kuharibu kwa makusudi mali za baba au familia ili kumpa adhabu, kunyimwa fedha, kudhibitiwa matumizi yake yote na kulazimishwa kutoa taarifa za kila senti anayotumia. Au mke kumzuia asifanye kazi. Na hapa kwa kisasa wanaita kumweka kwenye chupa au kumpiga mnyoshe. Kwa mfano katika mazingira ya kwetu kule Bukoba, kwa kutumia Kifaransa kilichochangamka, utasikia wanasema amtairo mchupa, angamwa ile mnyoshe. Hii inaonyesha kwamba amemweka kwenye chupa au amempa madawa ya sina nini ambayo yanaitwa mnyoshe. Baba hawezi kufanya kitu chochote, hata kujishughulisha anakuwa hawezi tena. Kwa hiyo familia inadorora kiuchumi. Kundi lingine ni unyanyasaji wa kihisia. Lakini kuweka zaidi hapa na kusema ni unyanyasaji wa kingono. Hii hutokea pale baba anaponyimwa haki yake ya tendo la ndoa kama njia ya kumwadhibu, kumdhibiti, kumbeza au kumfanyia mzaha. Mfano, baba anamaliza wiki, miezi, hata mwaka bila kupewa tendo la ndoa kisa haleti mboga au hatoi matumizi. Mbaya zaidi, baba analazimishwa kushiriki katika tendo la ndoa kinyume na utashi wake. Hapa kwamba anaweza baba ametoka kazini amechoka. Lakini sasa mke wake ndio siku hiyo amejihisi kufanya tendo la ndoa, lakini unaona anamlazimisha baba yake, lakini mume wake, lakini yeye kwa kuwa amechoka na kuwa yuko huru kufanya tendo la ndoa. Kanisa linafundisha kuwa kulazimishwa kushiriki katika vitendo vya kingono visivyo salama au vya kumdhalilisha mwenza wa ndoa ni ubakaji ndani ya ndoa na ni kosa kubwa la kimaadili dhidi ya fadhila ya usafi na upendo. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2356. Pia kanisa linasisitiza kuwa tendo la ndoa linapaswa kuwa la hiari, upendo na kujitoa kati ya mume na mke, na linapaswa kuegemea katika heshima kamili ya utu wa kila mmoja. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2361. Sasa baada ya kuona hayo makundi ya unyanyasaji wa baba katika familia, sasa tuone
Kanisa Katoliki linasemaje kuhusu baba anayenyanyasika katika familia? Hapa tunaanza na maandiko matakatifu au scriptures. Kwa kuwa baba anafanyiwa unyanyasaji kutoka kwa mke wake au watoto wake au washirika wengine wa familia, Biblia inasisitiza heshima na upendo wa pande zote katika familia. Mfano, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya 33 inasisitiza mke kumheshimu mume wake. Waraka huo pia sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 3 unasisitiza watoto kuheshimu wazazi wao ili wapate heri wakae siku nyingi katika dunia. Na kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 12 pia kunasisitizwa kuwaheshimu wazazi ili siku zako zipate kuwa nyingi. Mapokeo au traditions. Pia mababa wa kanisa wanasisitiza misingi ya upendo, amani na utaratibu katika ndoa na familia. Mfano, Mtakatifu Agustino wa Hippo anasisitiza amani na utulivu kama msingi wa maisha ya familia, na kwamba unyanyasaji unavunja amri hiyo. Huku Mtakatifu Yohane Chrysostom yeye anapinga ugomvi na chuki kati ya wanafamilia. Anasisitiza upendo kati ya mume na mke. Mtakatifu Clement wa Alexandria anasisitiza unyenyekevu, adabu, uvumilivu na udhibiti wa hisia kati ya mume na mke. Udhibiti wa hisia hapa kama tulivyoona kwamba baba anaweza kulazimishwa kufanya mapenzi au tendo la ndoa hali akiwa amechoka au hajihisi vizuri. Pia tuone mamlaka fundishi za kanisa au magisterium. Tunaanza na nyaraka za kipapa, papal encyclicals. Mfano, Papa Pio wa 11 kupitia waraka wake Casti Connubii, yani ndoa takatifu, aliyoandika mwaka 1930, anapinga ukiukwaji wowote wa hadhi ya mwenza au watoto katika ndoa au familia. Anapinga ukiukwaji au hii ndio inaonyesha unyanyasaji wa hadhi yoyote ya mwenza au watoto katika ndoa au familia. Papa Yohane Paulo wa pili kupitia waraka wake Familiaris Consortio au shirika wa familia aliyoandika mwaka 1981 anazungumzia jukumu la baba kama mlinzi na mwalimu na mwenye hadhi ya familia, na anapinga vitendo vyote vya unyanyasaji katika familia. Papa Francisco kupitia waraka wake Amoris Laetitia au furaha ya upendo aliyoandika mwaka 2016 anapinga aina zote za vurugu na unyanyasaji katika familia, akisisitiza kuwa upendo unastahili heshima na huruma. Tuone sasa mitaguso au councils zinavyozungumzia swala la unyanyasaji wa baba katika familia. Mtaguso wa pili wa Vatikani kupitia hati ya kichungaji juu ya kanisa katika ulimwengu wa kisasa, Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, namba 49, inasisitiza kuwa upendo wa kifamilia ni msingi wa heshima na msaada wa pande zote. Kitendo cha unyanyasaji kinakinzana na heshima hii. Sasa tuone katekisimu ya kanisa Katoliki au Catechism of the Catholic Church. Inasisitiza kuwa familia ni kanisa dogo la nyumbani, Ecclesia Domestica, na kwamba upendo na heshima ni kanuni za ustawi wa familia. Rejea katekisimu ya kanisa Katoliki namba 2207. Pia inahukumu unyanyasaji wa kimwili na inasisitiza kwamba vurugu dhidi ya mwanafamilia ni kinyume na heshima na utu wake. Rejea katekisimu ya kanisa Katoliki namba 2268 na namba 2269. Kwa hiyo vurugu dhidi ya baba ni kumkosea heshima na utu wake. Pia katekisimu ya kanisa Katoliki inasisitiza wajibu wa watoto kwa wazazi wao, ikiwa ni pamoja na heshima na utii.
Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2235. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani Familia ni Nyumba ya Mungu kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Na mada tunayoendelea nayo ni baba anayenyanyasika katika familia afanye nini? Baba anayenyanyasika katika familia afanye nini? Sasa ndugu msikilizaji, tuone baba anayenyanyasika katika familia afanye nini au anatakiwa afanye nini. Kwanza, atafute msaada wa kichungaji na ushauri, counseling. Baba anapaswa kwanza kuwasiliana na padre wa parokia yake au kuhani mwingine au kiongozi wa kanisa kwa ajili ya ushauri wa kiroho na kimaisha. Mfano, padre anaweza kumshauri kuhusiana na ndoa yake. Lakini pia msaada huu sio tu unaishia kwa viongozi wa kiroho, bali anaweza kuwashirikisha au awashirikishe wazazi wa pande zote mbili, wasimamizi wa ndoa na marafiki wa karibu, hata na ndugu zake. Wala asione aibu kuwashirikisha kwa kuomba ushauri juu ya yote anayofanyiwa. Mfano, kwa hali ya kawaida watu wengi wanakutana na unyanyasaji huu katika familia zao. Kwa hiyo katika kushirikishana, anaweza kukutana na mmojawapo wa aliyewahi kunyanyaswa na akampatia ushauri mzuri kuondokana na shida hiyo. Hii itamsaidia kuona sio yeye tu anayenyanyaswa, bali itamsaidia kupunguza hisia za upweke pia. Pili, atafute ushauri wa kisaikolojia. Baada ya kwenda kwa viongozi wa kiroho, hata kushirikisha ndugu au hata wasimamizi wa ndoa yake, pia anashauriwa atafute ushauri wa kisaikolojia, kwamba unyanyasaji huacha majeraha ya kiakili na kihisia. Baba anayenyanyasika katika familia anashauriwa kutafuta mtaalamu wa saikolojia au mshauri kukabiliana na hofu, aibu na msongo wa mawazo. Tatu, aweze kulinda usalama wake. Na hii atalindaje usalama wake? Ikiwa unyanyasaji umefikia hatua ya kuhatarisha maisha au usalama wa baba, anaruhusiwa kuondoka nyumbani na kwenda sehemu salama. Anaweza akaenda kwa ndugu, kwa marafiki, au akawa na makazi ya muda ili kujikinga na hatari na kuepusha vurugu. Pia kwa kuwa kanisa halitaki mtu yeyote awe katika hatari, linaruhusu kutengana kimwili kwa muda kati ya wanandoa katika hali hatarishi bila kufutwa kwa ndoa. Rejea Sheria ya Kanisa namba 1153 kifungu cha kwanza. Pia baba anayenyanyasika katika familia anaweza akafanya hili jambo: aombe msaada wa sheria za kiraia. Kanisa linaunga mkono sheria za nchi. Baba anayenyanyasika anapaswa kuripoti tukio hilo kwa mamlaka za kisheria. Mfano, anaweza akaripoti polisi na kutafuta amri ya kumkinga, restraining order. Wanaume wengi waogopa kuripoti vitendo vya unyanyasaji wanavyofanyiwa, wakihofia kuchekwa au kutokuaminiwa na mamlaka. Anaweza na akawa anaogopa kuchekwa na wenzake, au anaogopa kuchekwa na polisi au hata jamii. Kwa kuwa jamii inaamini mwanaume hawezi kuteswa, hawezi kunyanyaswa. Wakiamini kuwa hawezi kunyanyaswa na mwanamke. Pia hii inawafanya wanakuwa na hofu kwamba kuripoti unyanyasaji kutasababisha familia kuvunjika au kuhatarisha watoto. Pia we baba unanyanyasika katika familia, wasiliana na mashirika ya kijamii. Tafuta mashirika ya msaada wa unyanyasaji wa kijinsia. Wataalamu zaidi wanaita gender based violence. Ingawa mengi yanalenga wanawake, ila kuna vituo vichache vinavyotoa msaada na ushauri kwa wanaume waathirika. Mfano, tuna TGNP mtandao. Hii inaitwa Tanzania Gender Networking Program. Hii inapatikana kwetu Tanzania hapa. Inaweza ikamsaidia au kusaidia baba unanyanyasika katika familia.
Pia kusanya ushahidi. Kumbuka au andika matukio na nyakati na tarehe za unyanyasaji ulizokuwa hata ukipigwa. Piga picha za majeraha. Hifadhi ujumbe mfupi na kadhalika. Ushahidi huu ni muhimu sana katika kesi za kisheria. Pia baba unaalikwa kutimiza majukumu ya kifamilia ipasavyo. Kama tulivyoona kwamba sababu mojawapo ya baba kunyanyasika katika familia, mfano ni kuwa mvivu. Huko nyuma tumeona kutopenda kujishughulisha katika kazi. Familia anategemea mke ndo amletee mahitaji, watoto ndo walishe familia. Sasa baba unaalikwa kutimiza majukumu yako kama familia, kama kichwa cha familia. Baba anatakiwa afanye kazi na kuhakikisha familia yake inapata mahitaji ya msingi. Wala asitegemee mke au watoto wake ndio wamletee mahitaji au kutunza familia. Asipende kukaa tu bila kufanya kazi, aidha kwa kuangalia mpira au kuamkia na kushinda kwenye vijiwe vya kahawa na kucheza karata, bali afanye kazi kwani yeye ndiyo kichwa cha familia. Hii itamsaidia kuleta heshima na utu ndani ya familia. Baba kwa kuwa anaweza kama amefuata hatua zote hizi kama tulivyoziona, lakini bado anaendelea kupigwa, anaendelea bado kunyanyaswa na mke wake na watoto wake au hata na wanafamilia wengine. Sasa anatakiwa arudi kwa Mwenyezi Mungu. Katika maana ya kusali na kupokea sakramenti. So kwamba huko nyuma alikuwa asali katika hatua nyingine hizi. Sasa hapa ndo kwamba kila hatua aliyojaribu imeshindikana. Sasa anamkabidhi Mwenyezi Mungu. Anashauriwa kusali na kupokea sakramenti, mfano ekaristi, sakramenti ya ekaristi takatifu na upatanisho, ili aweze kupata nguvu ya kiroho ya kukabiliana na hali hiyo ngumu. Kama Kristo anavyotualika ya kwamba, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Basi ndugu msikilizaji, tuhitimishe. Kwa kifupi, unyanyasaji unaofanywa dhidi ya baba katika familia ni matumizi mabaya ya nguvu ya udhibiti unaofanywa na mwenza wake, watoto wake au washirika wengine wa familia. Unyanyasaji huu ni hali halisi na kinyume cha utu wa binadamu na unapaswa kushughulikiwa kwa umakini kama aina nyingine yoyote ya unyanyasaji. Kanisa Katoliki kama tulivyoona kupitia maandiko matakatifu na mafundisho halali ya kanisa linasisitiza heshima ya kila mtu, upendo na hadhi ya mwanafamilia, na linapinga vikali aina zote za vurugu na unyanyasaji ndani ya familia, kwani familia ndiyo kanisa dogo la nyumbani, Ecclesia Domestica. Hivyo kila familia inaalikwa kuiga mfano bora wa ile familia ya Nazareti ya Yesu, Maria na Yosefu. Pendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateri Nyasi Mwondezi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu Katoliki, Dar es Salaam. Ukiwa una maswali, maoni au shauri, naomba tuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0756 47 81 78, 0756 47 81 78. Tumalize kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo. Familia, familia, familia.